Jinsi ya kuimarisha nguvu za kirohani kwa mtu mwenye imani na moyo wa kweli. Je, vipi unaweza kuimarisha nguvu za kirohani? Je, vipi unaweza kuimarisha nguvu ya jini wako wa kirohani? Leo tunazungumzia swala rohani na nguvu za kirohani kwa mtazamo wa kijadi, mila na desturi za kijamii. Rohani ni ulimwengu wa viumbe visivyoonekana. Wapo rohani wema na wapo rohani wenye nyuso mbili, na kusudia rohani ni kabila. Kuna majini wema na kuna majini wabaya. Ndiyo maana si kila rohani wa kufuata au wa kumkaribia bila tahadhari. Ndugu yangu, huu ni mwendelezo wa masomo ya kirohani. Tafadhali, ikiwa mgeni mpya hujaliona somo la nyuma, ingia Bosnia Online TV ndani ya YouTube, utaona video zetu zote tulizotanguliza hapo awali. Ni muhimu kwanza kuelewa kuwa nguvu ya kirohani haiji kwa haraka, wala si kitu cha mzaha. Ni hali ya ndani ya mtu, mwenendo wake na namna anavyoishi maisha yake. Rohani huvutiwa na mtu mwenye ukweli wa moyo, bidii, msimamo wa tabia njema. Pia ni muhimu kufahamu kuwa rohani si tegemeo kuu la maisha. Yeye anaweza kuwa msaada tu katika njia, lakini msingi wa mafanikio ni mwenendo wa mtu na mpangilio wa muumba wake. Kumtambua mtu mwenye mvuto wa kirohani. Kabla ya kuimarisha nguvu ya kirohani, mtu anatakiwa ajitambue kwanza. Rohani huvutiwa na sifa fulani za mtu: uchamungu, unyenyekevu wa kweli, ibada kwa wakati, sio kujifanya mwema kwa maneno bali na matendo pia, imani na takwa, kuwa na hofu ya kufanya mabaya, ukweli wa moyo, kutokuwa msaliti au mtu wa nyuso mbili. Badili ya maisha, mtu anayefanya kazi si mvivu. Heshima kwa watu. Kama mtu anavyomheshimu bosi wake kazini, ndivyo anavyopaswa kumheshimu mpangilio wa maisha wa huyo rohani wake. Yaani, heshima kwa mtu kama anavyomheshimu bosi wake kazini, ndivyo anavyopaswa kuheshimu kirohani, hususan kwa rohani aliyomchunuka. Rohani humpenda mtu ambaye si mnafiki, sio mjinga, sio mzinifu, sio mtu mwema kwa Mungu tu, bali pia mwema kwa watu na kwa yale yaliyoamrishwa katika maisha kila siku ya dini yetu ya Kiislamu. Misingi ya kuimarisha nguvu za kiroho. Namba 1, usafi wa mwili na mazingira. Usafi una nafasi kubwa sana kwa mtu wa kirohani. Kuoga mara kwa mara, kuwa msafi wa kimwili, kuvaa vizuri na mavazi yaliyokuwa safi, kutumia manukato, harufu safi iliyokuwa nzuri, mazingira ya nyumbani au sehemu ya kazi kuwa safi. Katika imani za jadi, usafi huongeza nuru mtu na utulivu wa roho. Hata rohani husogea karibu zaidi ya mtu namna hiyo. Namba 2, nia safi na moyo usio na husuda. Rohani haendani na chuki, wivu na tamaa kali, ama mtu kuwa mjanja aliyopitiliza. Mtu anayotaka kuimarisha nguvu ya kirohani anapaswa kuwa hivi: kusaidia wengine bila ubinafsi, kuondoa husuda moyoni, kutokuwa na tamaa ya haraka ya mali. Namba 3, nidhamu ya maisha. Ratiba ya kulala na kuamka, chakula cha kiasi na halali, kuepuka ulevi uliopitiliza, kuepuka uzinifu na kusema watu, kuwa na mipango ya maisha iliyokuwa sawia ya haki. Hii hufanya roho iwe imara na mwili uwe utulivu kabisa. Kwa mtu wa rohani akizingatia hayo, basi atafanikisha kuwa naye rohani wake katika hatima yake ya mafanikio. Tabia zinazopunguza au kuzima nguvu za kiroho: uongo na hila, kuvunja ahadi, dharau kwa watu, kiburi na majivuno, kutojali usafi, uvivu uliopitiliza. Mtu anaweza kuwa na kipaji cha kiroho cha kirohania, lakini akazima mwenyewe kwa tabia hizi mbaya. Matunda ya njia nzuri ya kiroho. Baada ya mtu kwenda katika mwenendo mzuri aliyopanga Muumba, matunda yanaweza kuonekana kwa njia tofauti. Haya si lazima kwa kila mtu, lakini ni mifano ya kile ambacho watu wamewahi kushuhudia: ulinzi dhidi ya maadui au hila, kufunguka kwa riziki kwa wepesi, kupata mali kwa njia zisizotarajiwa,
Wakati mwingine mtu anaweza kupata vito, dhahabu, fursa, biashara bila kutarajia. Wengine huokota mabegi ya pesa, wengine hupata nafasi kubwa kwenye makampuni. Wengine hupata pesa au msaada ghafla usiotarajia. Lakini ni muhimu kusisitiza haya yote ni msaada tu, si tegemeo. Tegemeo kuu ni Mungu na juhudi za mtu. Mfano mdogo, hadithi ya ushuhuda wa mvuvi na kiumbe wa baharini. Kuna ushuhuda uliowahi kusimuliwa wa mtu aliyekuwa mvuvi na mwenzake. Hii si stori ya kutunga, ilitokea kweli kwa mtu fulani. Mtu huyo alikuja kwangu baada ya shida fulani, akanielezea haya yote yaliyomfika. Siku moja alimpakia kiumbe wa ajabu katika boti yao pamoja na mizigo ya mchele, sukari, unga na vitu vingine. Boti ikajaa sana. Kumbe alikuwa si binadamu wa kawaida. Walipofika mbali baharini ambapo nyumba hazionekani, kile kiumbe kikawaambia wamwage mizigo baharini. Waliingiwa na hofu na kutaka kukimbia, lakini hawakuweza kwa sababu alikuwa katikati ya maji, huku wakitizama huku na huku, vitisho na uoga. Kiumbe akawaambia wasiogope, akajitambulisha kuwa yeye ni jini na kwamba vitu wakivitupa havitazama. Baada ya muda akasema mmoja wao ashuke naye chini ya maji. Walizani watazama, lakini walipofika chini waliona majumba makubwa na maji yakipita bila kunywa maji hayo, samaki, pweza na vitoweo mbalimbali vikionekana ndani ya bahari. Alikaribishwa kama mgeni na kupewa heshima. Akaambiwa waondoe hofu na kwamba wao watakuwa marafiki wateja wao siku zote. Baada ya kurudi juu ya maji, yule mvuvi alipata pesa nyingi na maisha yake kabadilika kwa njia tofauti. Hadithi hii husumuliwa kama mfano wa shuhuda wa maisha, ikaonyesha kuwa ulimwengu una siri nyingi, lakini mtu anapaswa kuwa na busara na kutokurupuka. Ndugu yangu, hii si hadithi ya kutungwa. Hii ni hadithi ambayo ilomfika kijana fulani aliyokuja kwa Bosnia Online TV na akaeleza mikasa iliyomfika, na kwa sasa yu salama, hakuzurika kwa lolote isipokuwa hofu yake tu ndiyo ilomfikisha kwangu. Ndugu yangu, hitimisho, Ruhani ni jini mzuri sana ikiwa utatenda yaliyokuwa mazuri aliyoyaridhia Bwana Mungu. Na maruhani wapo aina tofauti. Wapo wenye misili ya kirubamba, wapo wa misili ya kisubiani. Ruhani safi ni yule ambaye mwenye kutenda uwema, ila kuna maruhani wengine wapo katika misingi tofauti. Ndugu yangu, hakika ukitaka kufahamu dalili za kiruhani, ingia somo la mwanzo, nini ruhani, Bosnia Online TV, tafuta, itakuelezea kiundani juu ya ruhani. Vile ndugu yangu, hii ni hitimisho. Nguvu ya kiruhani si kitu cha mchezo, inahitaji ukweli wa moyo, nidhamu ya maisha, usafi wa mwili na mazingira, heshima na unyenyekevu. Ruhani huvutiwa na mtu wa kweli, mwenye juhudi na asiye na hila. Lakini kama ruhani asiwe tegemeo kuu la maisha, awe msaada tu katika safari ya mtu. Msingi wa mafanikio unabaki katika mwenendo mzuri na mpangilio wa Muumba. Kwa mtu anayetaka kuimarisha nguvu zake za kiruhani, aanze kwanza kuirekebisha ndani yake. Hapo ndipo nuru huanza kuenea. Na ndugu yangu, hakika tumalizie hapa. Ikiwa huja subscribe sasa ili uwe mwanafamilia Bosnia Online TV, na vile share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Nitawaletea masomo mengine yanayozungumzia habari za maruhani.